Father, in the mighty name of Jesus Christ, I am before you, Lord. Father, thanking you for this day. Thank you for the viewer and the listener, Lord, who will listen to this message and who will be able to accept all that is written in your word, Lord. Lord, as I partake of this word, Lord, that Jesus, every word that I shall utter shall be a confirmation of what is happening. Mungu Baba, nakushukuru na kuinua. Wewe ndio Mungu, wewe ndio mfalme wa wafalme. Asante kwa ajili ya wote ambao wanaombea taifa. Asante kwa ajili ya wote ambao mliombea kanisa lako. Bwana, kaza kuwabariki, kaza kuinua wachungaji mahali popote walipo. Kanisa lako mahali popote lilipo, lipe nguvu, mfalme nguvu, hasa wakati huu wa corona. Bwana, ukaweza kuwahimiza nguvu zako Bwana zikaweze kudhihirika. Na hata ujumbe huu unapoenda kule hewani, Bwana, ukaweza kuwafikia watu wengi na ile wakaweze kujua kwamba ni Mungu na kuna jambo lolote ambalo linafanyika bila ya kujua. Basi Bwana, ninaomba kwa ajili ya wale ambao wamefiwa, wameachwa na upendo wao, Bwana ukaweza kuwainua, ukaweza kuwafariji. Watumie Roho wako Mtakatifu akaweza kuwafariji, akaweza kuwainua, mfalme nguvu. Bwana, asante, siku ya leo nakabidhi mikononi mwako. Janga hili la corona tuondolee, ili Bwana tukaweza kudhihirika mbele zako. Bwana, umesema utafanya kazi na mabaki, na Bwana tazama kuna mabaki ambao wanakuja katika nyumba yako, ili Bwana wakaweza kukuabudu na kushukuru. Na asante Bwana. Neno la leo Bwana, ninapoenda kusoma katika Isaya 24, Bwana likawa na kujenga. Japokuwa lilikuwa ni neno fupi, lakini Bwana lijenge watu wako. Na kushukuru na ninakuinua katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Amen. Okay, leo nitazungumzia kuhusu janga hili la corona, na andiko linasema vizuri kwamba siku za mwisho magonjwa mengi yatatokea, na hakika jambo hilo tumeliona. Tukiangalia katika maandiko vizuri, katika kitabu cha Isaya haswa kuanzia mstari 24, Isaya 24 samahani, kuanzia mstari wa kwanza kuendelea, ninasema katika Kiingereza na nasema katika jina la Yesu Kristo. Behold, the Lord makes the earth empty and makes it waste, distorts its surface and scatters abroad its inhabitants. Yani Mungu anafanya dunia ukiwa na anaiharibu kabisa na kuharibu hata makao, na pia anaondoa wale wanaoishi. Bwana tuhurumie, tusifikie kiwango hicho cha kuondolewa katika ulimwengu. And it shall be as with people, so with the priest, as with servant, so with his master, as with the maid, so with her mistress, as with a buyer, so with the seller, as with the lender, so with the borrower, as with the creditor, so with the debtor. Ugonjwa huu hauchagui mjakazi, hauchagui mwajiri na mwajiriwa. Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao umekuja kusafisha ulimwengu, na wale tu ambao wanasimama katika kweli, hao tu ndio watanakiliwa katika kitabu cha uzima. Unasikia kwamba mahali ambapo neno linasema kwamba kama ni watu na pia hata makuhani, na pia ikiwa ni makuhani pia na ule mtumishi, na ikiwa ni mtumishi hata anayemtumikia, wote wataangamizwa. Na kama ni mjakazi na mwajiri wake pia na mnunuzi. Mmesikia kwamba katika kununua hakuna kuchagua anayeuza na anayenunua. Wengi katika biashara ulimwenguni, biashara zimerudi chini kabisa, na niposa ulimwengu unalia.
lakini hapana mahali pengine ambapo tunapaswa kulilia ila kwake Yesu Kristo. Yesu Kristo peke yake, yeye ndiye tunastahili kumlilia. Unasikia hata mabenki, kama yule mkopeshaji na anayekopeshwa, wote wanalia. Na ndipo umesikia serikali imesema kwa wakati huu wale walio na madeni waondolewe katika CRB, kwa maana ugonjwa huu umeathiri mwajiri na mwajiriwa, mkopeshaji na anayekopeshewa. So kwa hivyo tunastahili kuangalia jambo hili kwa undani na tujue Mungu anataka kusema nini. Ukiangalia yule ambaye amekopesha anataka kulipa deni lake. Na mtazamaji, ni wengi ambao wamekopa. Kwa mfano, huenda wewe umekopa na mimi nimekopa pia. Huenda nimekukopesha na pia umekopeshana. Lakini jambo la muhimu ni kuangalia ya kwamba tushinde huu ugonjwa. Tukiwa hai tutaweza kulipa madeni haya. Kama hatutakuwa hai, itakuwa ni shida sana kulipa madeni. Kwa hivyo tuombe, ndugu zangu, tuombeni kabisa janga hili likapata kutuondokea. Tukiendelea, maandiko yanasema kwamba mstari wa 3 unasema, the land shall be entirely emptied and utterly plundered, for the Lord has spoken his word. Oh Mungu wangu, yaani dunia itafanywa utupu, hakuna kitu ambacho kitakuwa ndani yake. Na dunia pia itakuwa ni kama wakora wameingia ndani yake, wameteka ulimwengu. Na sio mimi nimesema, ni Mungu amesema. Oh Mungu atuhurumie. Imefika kiwango kwamba wale ambao wanasema hakuna Mungu wafikirie kwanza, wafikirie kwa makini kabisa. Kwa nini wanasema hakuna Mungu? Mungu ndiye muumbaji wa mema na maovu. Hao wenyewe walitoka kwa Mungu, na hakika huenda hao wenyewe ndio wanafanya janga hili likatokea. Maana Biblia inasema kwamba anayesema hakuna Mungu ni mpumbavu. Hiyo inasema katika Zaburi 14 mstari wa 1. Tuendelee mstari wa 4. The earth mourns and fades away. Yaani dunia inaomboleza na inapotea, inaangamia. The world languishes and fades away. Dunia inagafilika na pia inatokomea. The whole people of the earth languish. Wale watu ambao ni waovu duniani wanakuisha. The earth is also defiled. Pia dunia imechafuliwa. Juzi nilikuwa nasikiliza katika redio moja hapa nchini Kenya. Wanasema kwamba hata makahaba wale walio Nairobi wamekosa soko. Mabibi ambao wanasema hakuna mume wa mtu, pia siku hizi wamejua kwamba kuna mume wa mtu. Kwa hivyo wakati Mungu anasema kwamba dunia imechafuliwa na watu wenyewe, wakazi wa dunia, hasema uongo. Kwa maana anasema hivi, because they have transgressed the laws, changed the ordinance, broken the everlasting covenant. Yaani Mungu anasema kwamba tumevunja sheria, tumebadilisha mambo ya asili na kuyafanya vile sivyo stahili. Kwa mfano, wanawake wanaoa wanawake, wanaume wanaoa wanaume, na ni wachungaji, sijui ni wachungaji wa aina gani ambao wafunganisha. Na hapo Mungu amekasirika. Tukumbuke Sodoma na Gomora. Wakati Mungu alipokasirika,
na akasema ya kwamba ataangamiza Gomora na Sodoma. Lakini palikuwa na mtumishi wake ambaye alikuwa anaitwa Ibrahimu, na Ibrahimu akamwambia, ikiwa patakuwa na watu 5 ama 50 ama 1, utaangamiza Sodoma? Mungu akamwambia, la, sitaangamiza. Lakini palikosekana, hapa kuwa na mtu yeyote ambaye angeweza kusimama nasema kwamba yeye ni mwenye haki. Biblia inasema ya kwamba watu wanaangamia kwa maana dunia imechafuliwa. Na lile ambalo tunastahili kufanya, ndugu zangu, ni kubadilika na tuje kwake Kristo. Tufanye mambo ambayo yanamfurahisha Mungu. Tufanye mambo ambayo yataonyesha kwamba kwa kweli Mungu yuko nasi. Lakini tukiendelea katika dhambi, usherati, hasa dhambi ya usherati, Mungu anakasirishwa nayo sana. Na nilifanya na usherati, si usherati tu wa kusema kulala na mwanamke ama kulala na mwanaume, pia usherati wa kidini. Mara uko hapa, kesho uko pale, hata huwezi kujua ukibarikiwa. Kwa hivyo tuzingatie wakati tunaosha mikono, kwa maana tumezingatia sana kuosha mikono. Pia tuoshe na nyoyo zetu, undani wetu, nafsi zetu, tuwe wasafi. Tusiwe watu tu wa kuosha mikono na hata mwili hatuogi. Unaona, Corona imekuja kutufundisha mambo mengi, hasa sisi wa Kristo. Tumesikia tunaambiwa kaeni nyumbani. Wewe unastahili kukaa mahali ambapo umeambiwa na Mungu. Ikiwa uko katika dhehebu hili, wacha kuhamahama. Kaa pale. Mzingatie Mungu wako pale. Na pia hujui kama baraka zako zitatokea mahali pale. Kuna wengine ambao huwa wanakashifu waliookoka, na maanisha wa Kristo. Kwa maana Mkristo lazima awe amemwamini Yesu Kristo, akamuokoa na akamjaza roho wake. Huyo ndiye Mkristo. Tusome mstari wa 5, Isaya 24. The earth is also defiled under its inhabitants, because they have transgressed the laws, changed the ordinance, broken the everlasting covenant. Agano ambalo tulipewa na Mungu, agano la upendo, halina watu wengi, hasa wakati huu wa janga hili. Imekuwa ni nadra sana kupata mtu ambaye anaweza kukusaidia. Serikali inajaribu kuwasaidia wale ambao inasema hawajiwezi. Lakini sisi wa Kristo tunafanya nini? Nashukuru nimeongea na mchungaji mmoja wakati mwingine, na kaniambia ameweza kupatia watu 230 chakula na mahitaji. Na akaniambia kwamba ni mshirika mmoja ambaye alitoa shilingi 1,100. Je, mimi nijiulize, nimetoa shilingi 10 ama 5 kumsaidia yeye aliyeathirika, ama tunabaki tu kuwachekelea na kuangalia kusema kwamba hawatumia akili? Alikuwa ameajiriwa, kwa nini hapo anafanya kazi? Ndugu yangu, maandiko yamesema kwamba mwajiri na mwajiriwa, yeye ambaye ni muuzaji na mnunuzi, wote wako katika kikapu kimoja. Ndugu zangu, tuhurumianeni tukaweze kufikia wakati ambao sheria hii ama agano hili tutalitimiza.
Na agano ni moja ambalo Yesu alituachia, ni agano la upendo. Upendo tu ndicho kitu ambacho Mungu anataka. Ikiwa tutakuwa na upendo, hakuna jambo lolote ambalo litakuwa na shida. Ulimwengu utakuwa safi. Watu wakipendana, magonjwa haya yote ambayo tunayaona hatutayaona tena. Kanisa la Mungu, sisi ambao tumeitanishwa na jina la Kristo, na wasihi kwa jina la Mungu aliye mbinguni, tupendane. Nimekutana na kila dada ambao wamekuwa wakiomba, na kila nikija kanisani, kumwona saa hii niko kanisani, huwa ninawakuta na tunaomba, na kila mtu akimaliza, kwa maana hakutakikani mkusanyiko, watu wanaondoka, kwa maana tunataka kuzingatia sheria. Na kama mjuavyo, siku ya tarehe 25 mwezi wa 4, Rais Uhuru Kenyatta aliongeza makataa kutoka nje kwa siku 21 zaidi, na pia akaongeza makataa ya kutoingia katika tarafa nyingine ama kaunti nyingine kwa muda wa siku 21 pia. Na alitaja kwa majina hizo kaunti, mojawapo ikiwa Nairobi, Kwale, Mombasa na zingine. Si kwa maana serikali inatuchukia, ni kwa kuwa tunastahili kufuata sheria ili tuweze kupona. Na ikiwa tutataka kupona, hakuna jambo ambalo tunastahili kuzingatia ili kuzingatia jambo kama hili la kuvalia vibango katika uso. Changu kiko pale mezani, kwa maana siwezi kuzungumza nikiwa nacho, nimekibeba. Na pia kuzingatia masaa ya serikali, saa 1 uwe nyumbani. Ninafurahia kwamba wakati huu bwana wengi wamejulikana na wake zao jinsi walivyo, na wake zao pia wameweza kujua wake zao vile walivyo. Mume ameweza kuona kuna mahali ua linataka kutenezwa, anarekebisha nyumba. Kuna mahali inavuja, badala ya kuita fundi, kwa maana hakuna pesa, anajitenezea. Watoto wanaweza kujua huyu ni baba yetu. Baba anaanza kujua tabia za watoto. Watoto nao wanaanza kujua tabia za baba. Wengine wetu ambao tumekuwa hatupatikani nyumbani, ni wakati wetu wa kuzingatia. Na sio sasa tu, hata korona ikiondoka, ikiisha, kwa maana Mungu ametuhurumia sasa, tumeomba tuzingatie kuwa tunafika nyumbani mapema. Mimi kwangu, na sio kujisifu, ikiwa siku safarini, kwangu huwa saa 12 nikitoka kazini, wakati huwa nimeajiriwa, ninafanya kufika mapema. Watoto wangu wananijua, mke wangu ananijua, ninarekebisha sehemu ambazo zimeharibika. Tunazungumza na watoto wangu, tunazungumza na mke wangu, tunajua jambo hili na hili tutafanya nini. Pia siwezi kuwaletea habari hii ikiwa mimi mwenyewe si mfano. Lazima niwe mfano mwema. Pia Mungu wetu ametuhurumia, kwa maana laana ile ambayo ilikuwa itufike, na hii nitaeleza katika kipindi kijacho, Mungu ametuhurumia, ameondoa laana zile zote ambazo ananena hapa, kama hii ya mstari wa 6, therefore the curse has devoured the earth. Kuna laana,
Anasema kwamba kuna laana. Mungu anasema kwamba kuna laana ambayo imeharibu dunia, na wale ambao wanaishi ndani yake wamekuwa ukiwa. Pia inasema therefore the inhabitants of the earth are burned and few men are left. Ya kwamba watu wanaoishi ulimwenguni wameteketezwa na ni wachache tu wamebaki. Mstari wa 7 unasema ya kwamba the new wine fails, the vine languishes, all the merry hearted sigh. Hapa kwa wale watu ambao wanapenda mvinyo, watu wale wanapenda kulewa, hakuna mvinyo, hakuna pombe. Kwa maana hata mzabibu umenyauka. Pia ukiangalia mstari huo, wale ambao wanapenda kuifurahia wanashtuka, wanashangaa, hawana la kusema. Lakini la ajabu unakuta kwamba kuna watu wengine wanajifungia kwenye vilabu, na wanapojifungia kwenye vilabu inakuwa na nadra sana wao kuweza kupokea matibabu, kwa maana hawajui kama wana corona ama hawana. Na serikali inatuambia tuache kuwa na mkusanyiko mkubwa, tukae mita 1.5 hadi mita 2. Kusalimiana tusisalimiane kwa mikono, japokuwa hiyo ni desturi ya Afrika. Nasema Afrika tu, hata nchi za mbali huwa wanasalimiana kwa mikono kuonyesha ule mmoja. Nashukuru Mungu kwa maana corona haikuja wakati kabla ya salamu za Rais na Raila kufanyika. Kwa maana kama corona ingekuwa imefika, hiyo handshake haingekuweko. Na hiyo handshake Mungu alikuwa anajua maana yake. Na ikiwa niseme hapa kidogo, ikiwa mtu ana jambo anataka kuelezea serikali, acha kwenda katika mitandao ya kijamii. Anaweza kwenda kwa wale watu ambao wanastahili. Juzi nimeona mtu mmoja anadai kwamba yeye ni shemeji wa Kikuyu, amemtukana rais. Na hilo ndilo jambo moja linakasirisha Mungu. Biblia inasema kwamba hakuna mamlaka ambayo imewekwa bila Mungu kuiweka. Kwa hivyo ndugu yangu, tafadhali, nilikuona katika mtandao wa YouTube, tafadhali, serikali inaweza kukushika ama serikali kusamehe. Tuheshimu tuheshimu mamlaka ambayo yaliomo. Kama ni mamlaka mabaya ama ni mazuri, yote yanatoka kwa Mungu. Na ikiwa tutafanya hivyo, Mungu ataponya nchi yetu. Unakuta manabii wengine wa uongo, wengine walikuwa nasema dunia itakuisha tarehe 12 mwezi wa 4. Unaona katika mitandao, na hata hawana haya, wanasema ni Mungu amewazungumzia. Na Mungu yupi? Mungu amesema ya kwamba hawafichi waja wake siri, anawafunulia. Kwa hivyo ni vizuri sana kuzingatia. Heshimu serikali, heshimu mamlaka. Wewe inaonekana hata watoto wako hawezi kukuheshimu, mke wako hawezi kukuheshimu ikiwa unaingia katika mtandao na kuanza kumtusi rais. Hata sio rais tu, mamlaka yoyote ambayo aliomo. Nakumbuka kulikuwa na mamlaka kama ya Hitler. Yote Mungu alikuwa na kusudi, Mungu alikuwa anajua labda na watu wake walikuwa wamemkosea, akamleta mtu kama huyo Nimrod na wengineo. Mungu atusaidie. Mstari wa 9 unasema kwamba hao walevi hata kunywa mvinyo kwa kuimba. Hakuna kuimba, wataimba. Hata kunywa mvinyo.
mvinyo ule ambao ni mkali, ambao una uchungu kwa wale wanaokunywa. Mji umejaa machafuko na kuvunjika. Kila nyumba imefungwa na hakuna mtu anaingia ndani. Kuna watu wanalilia mvinyo na ndiposa wanajifungia kwenye vilabu. Mstari wa 11. Na furaha yao yote imekwisha, imewekwa giza, na marhamu ya nchi imetokomea. In the city desolation is left. Hakuna mtu ambaye amebaki katika mji, na milango ama malango yamevunjwa kwa uharibifu. Mstari wa 13. When it shall be thus in the midst of the land among the people, it shall be like the shaking of an olive tree, like the gleaning of grapes when the vintage is done. Nasema kwamba ni kitafsiri ya kwamba itakuwa katika nchi kati ya watu wa wanadamu, itakuwa ni kama mtikiso wa mzeituni, ni kama kule kutikiswa kwa zeituni wakati mavuno yamekaribia. Kwa hivyo ikiwa ni mzeituni ama mzabibu, si mzeituni, mzabibu, when shall shaking of the olive tree. Olive tree ni mzeituni. Na nikienda kumalizia, mzeituni unapotikiswa, zeituni zinamwagika, lakini Mungu anashukuriwa kwa maana kuna zile ambazo huwa zimebaki, na hizo ndizo ambazo zitakuwa za kunawiri vizuri, kumwona sasa zimekuwa na nafasi. Ndugu zangu, tuombeeni Mungu sana tusije tukaharibiwa kiasi hiki. Nitaendelea na somo hili juma lijalo, na Mungu akituwezesha tuonane wakati mwingine. Jina lake tutaliinua. Jina langu ni John Njoroge Wangare, kwa jina lingine ni Carison, na mimi ndio ninamiliki Carison Studios Kerigo, hapo karibu na shule ya MEC ama ya Masista Mutuini Educational Center, karibu na railway station. Ukiangalia katika ramani ya Google utaona Carison Studios, andika tu pale juu Carison Studios Kerigo na utaelekezwa. Town yangu kubwa ni Dagoretti Market. So ukitokea Nairobi kuingia Dagoretti Market, kutokea hapo utaonyeshwa jinsi utakavyokuja kupitia njia kuingia Kerigo mpaka pale kwa Masista. Kufika pale Dagoretti Market, ukiuliza zile tukutuku za kwenda Mutego, watakuonyesha njia. Na Bwana wabariki. Tuombe. Bwana, ni asante kwa ajili ya siku hii. Ni asante kwa ajili watu wako wamesikia neno lako, kuweza kubariki na kuweza kuinua. Wape siku njema. Tuepushe na janga hili la corona, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu tunaomba na kuamini. Shalom, shalom, shalom. Mungu akubariki. Na usishangae, nilikuwa nasoma katika tarakilishi hii hapa. Unaweza kushangaa nilikuwa naangalia kando, nilikuwa nasoma wapi? Katika Isaya 24. Mungu akubariki sana. Shalom. Shalom. Oh, I love you and God bless you.